Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia kuhusu ibada ya hija. Jana tulizungumzia kuhusu shuruti na nguzo na wajib ya ibada ya umra. Leo tutaanza kuzungumza maandalizi ya yule ambaye ameandaa safari yake kwa ajili ya kwenda katika ibada ya hija. Ili tuweze kuianza hii safari lazima kuna maandalizi, kama ambavyo mtu unaandaa pasipoti, ukaandaa visa, ukaandaa pesa ya kushika mkononi na vitu kama hivyo. Basi yapo maandalizi ya kiroho ambayo mwanadamu unatakiwa uyaandae kwa ajili ya safari yako hii. Jambo la kwanza unalotakiwa kuliandaa katika safari yako hii ni kuhakikisha ya kwamba unaondoka hali ya kuwa umeiacha nyumba yako ikiwa sawa. Allah subhanahu wa ta'ala alipoizungumza safari ya hija alisema man istataa ilayhi sabil, mwenye kuweza kuiendea safari hii. Kuweza hapa ni kwa aina mbili, kuna kuweza kwa pesa na kuna kuweza kwa afya. Kuna baadhi ya watu wanalazimisha kwenda katika safari hii. Unakuta mtu anakwenda kutafuta mtu, anamuomba, bwana naomba kupelekwa hija, anafuata watu mbalimbali kwenye mataasisi, watu wenye uwezo. Yaani safari hii Allah subhanahu wa ta'ala hakuilazimisha. Hii ni ibada ambayo Allah ameiweka kama vile kutoa zaka. Kutoa zaka hatoi kila mtu, wanatoa wenye uwezo wao, na hii wanakwenda wenye uwezo. Kwa hivyo yule anayekwenda ni sharti awe huku nyumbani kwake ametengeneza maandalizi ya kutosha. Usije ukaondoka kwa sababu umepata ofa ya tiketi, umepata ofa ya safari, kisha huku nyuma unaacha familia yako hawana chakula, unaacha familia yako taa zimekatwa, unaacha watoto wako wamefukuzwa shule, unaacha watoto wako hawendi madrasa. Vitu kama hivyo katika safari haitakiwi. Lazima ufanye maandalizi ya kutosha nyumbani kwako. Jambo la pili ambalo ni katika maandalizi ya safari hii ni mtu kuhakikisha ya kwamba kama una deni umelilipa. Madeni peke yake ambayo wanawachuoni wamesema haya ni madeni ambayo yanaweza kuwa endelevu, ni madeni ya kibiashara. Labda mtu anafanya biashara na kampuni yake, ana biashara yake ambayo anachukua, akikopa, akiuza, akilipa, akifanya hivyo, haya la basa. Lakini ikiwa ni madeni haya ya Kiswahili, si mmekwenda kukopa sukari dukani, si kuna mtu umemwazima 20,000, mimi mtu nilimfanya hivi, basi hakikisha madeni haya umeyalipa. Kwa sababu mtu ambaye anakufa akiwa na deni, huyu mtu hapati msamaha wa makosa yake aliyokuwa ameombea msamaha. Na wewe unaenda safari ya hija, safari ambao unataraji kwenda kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha ili urudi kama siku uliozaliwa. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu anasema yughfaru li shahidi kullu dhambi illa daina, husamehewa shahidi madhambi yote isipokuwa deni. Sasa fikiria ikiwa shahidi anasamehewa madhambi isipokuwa deni, je, mimi na wewe? Kwa hiyo hakikisha umelipa madeni yako kabla hujaondoka kwenda safari ya hija. Jambo la tatu, kabla ya kuondoka kwenda katika safari ya hija, hakikisha kama una fundo, una chuki, una ugomvi, una vita baina yako na mwenzako, umehakikisha ya kwamba mumepatana, mumesameheana, mumefuta chuki zenu. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu amesema tuftahu abwabul janna yawm ithnain wa yawm al-khamis, hufunguliwa milango ya pepo kila siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis. Hufunguliwa milango ya pepo kila siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis. Fayughfaru likulli abdi la yushriku billahi shay'an, kisha usamehewa watu wote wale ambao hawakupata kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Asema illa rajula kana bainahu wa baina akhi shahana, isipokuwa mtu ambaye baina yake yeye na baina ya mwenzake wana mafundo katika vifua vyao, waligombana, wamefungiana mdomo, hawasemani. Na kuna watu ndugu kabisa hawasemani, wamefungiana mdomo, kisha mtu huyo usafiri akaenda safari ya hija. Hakikisha ya kwamba umefuta jambo hili, umeombana na msamaha na mtu kabla hujaondoka kwenda katika safari hiyo. Na jambo la mwisho ambalo tutakiwa mimi na wewe tulijue, kama tulivyotangulia kusema, kwamba safari hii ni safari ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikadiria kwa watu wenye uwezo.
watu wenye uwezo wa kiafya na watu wenye uwezo wa kipesa. Usilazimishe hii safari, kwa sababu sisi Waislamu tumeambiwa kila lile jambo ambalo tumeamrishwa tulifanye, ili tulifanye kwa nafasi tunayoweza, kwa kadri unachoweza kufanya, na kile ambacho huwezi ukifanya basi acha mpaka utakapoweza. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo machache muhimu ambaye mtu ambaye ameweka nia na azma ya kwenda katika safari hii anatakiwa ajiandae nayo. Andaa moyo wako, andaa baina yako na watu wako wa nyumbani, andaa baina yako na watu wanaokudai, andaa baina yako na watu ambao mmekoseana, ili uende safari yako kwa salama. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika safari za hija na umra, na iwe sababu ya kufutiwa madhambi yetu. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.